Yesu asifiwe na wasalimu kwa jina la Yesu. Karibuni siku ya leo kwenye kipindi chetu cha habari njema, ushuhuda kwa mataifa. Na leo Mungu ametupa neema tena tunapokutana mahali hapa kwa ajili ya somo ambalo Mungu ameachilia kwa ajili yetu. Kabla hatujaendelea sana, tuombe Mungu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu. Karibu Roho Mtakatifu mahali hapa, utusaidie, tuongoze tunapoendelea na kipindi hiki. Bwana, vuvia neno lako ambalo umeliachilia siku ya leo kwa ajili ya kujifunza, likatufae kwa ajili ya kujenga mwili wako. Pokea sifa, maana kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu katika makosa yao na kuwaongoza katika haki. Bwana, ukalitakabali neno lako kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Karibu katika kipindi cha leo, na kwa neema ya Mungu tuna somo jipya ambalo Bwana ametupa kuendelea nalo ama kulianza. Somo linasema kujenga mwili wa Kristo. Kujenga mwili wa Kristo. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 4 na 5. Biblia inasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Paulo anawaandikia Warumi katika sura hii ya 12 akiwaeleza juu ya viungo katika mwili. Anauzungumza juu ya viungo katika mwili akimaanisha juu, akiwa kwa picha ya mwili wa Kristo. Kwa picha ya mwili wa Kristo. Ndio maana ukisoma hapo nyuma kidogo, unaona anavyoanza. Anasema, kwa maana neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita inavyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Hii ni kufanya kwamba mwili wa Kristo upate kujengwa. Sasa katika utangulizi wa somo hili tunapaswa kujua mwili unaozungumziwa hapa ni kanisa. Mwili wa Kristo ni kanisa. Kanisa sio taasisi tu, bali ni kikundi hai ama ni kiumbe hai cha kiroho. Nilikuwa namaanisha kiumbe hai cha kiroho ambacho kina mwili na viungo vyote kama miili mingine. Kanisa. Ndio maana Paulo anaandika katika Wakorintho wa kwanza, jamjua kuwa ninyi ni hekalu la Roho Mtakatifu, ikiwa na maana sisi ni mwili wa Kristo. Sisi ni hekalu. Mimi, kanisa sio lile jengo, ni watu ambao wameukusanyika kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Hao ndio wanaitwa kanisa. Sasa kichwa cha mwili huu ni Kristo mwenyewe. Kwa maana ya kichwa cha kanisa ni Kristo, ni Yesu mwenyewe. Yesu ndiye kichwa. Wakolosai 1 mstari wa 18, kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 18 anasema vizuri. Ngoja nikusomee hapa uone kitu anazungumza. Wakolosai 1:18 anasemaje? Anasema hivi, naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa hiyo Yesu ndiye kichwa cha mwili wa Kristo. Yesu ndiye kichwa cha mwili ambalo mwili ni kanisa. Kwa hiyo tukiwa na Yesu tunasimama, tunajua yeye ndo kichwa. Lakini hicho kichwa kinahitaji kiwiliwili. Hakuna mwili
hakuna mwili kama hakuna viungo. Hakuna mwili kama hakuna kichwa kinachowakilisha mwili. Mwili ukikosa kichwa, huo hauitwi mwili, unaitwa kiwiliwili. Sasa kanisa kama halina kiungo, kama halina kichwa ambaye ni Yesu, kama aliongozwi na Yesu, hilo sio kanisa, sio mwili wa Kristo. Hicho ni kiwiliwili, kwa sababu kichwa ni Yesu mwenyewe. Sasa sisi tuliomo kanisani tumeungamanishwa kwenye huu mwili na kuwa mwili mmoja. Tumeungamanishwa kwenye kichwa sasa ambao ni Yesu. Sasa muungano huo wa kuungana sasa na sisi kama wale tuliounganishwa, huu muungano kitheolojia tunauita umoja wa ontolojia. Umoja wa ontolojia ikiwa ina maana ya umoja wa asili wa kiroho kwa waamini. Naona sasa kwa sababu hiyo hakuna kiungo kisicho na maana kwenye huu mwili wa Kristo, wala hakuna kiungo kilichojitosheleza kwenye huu mwili wa Kristo. Viungo vyote vinategemeana, viungo vyote, na tumeshapata kujua kichwa cha mwili ni Kristo. Kwa tunapojenga mwili wa Kristo tujue kichwa kipa. Sasa ndio baada ya yeye kuwa kichwa ndo amecreate, ndo hapo sasa unaona kuna kifua, kuna mikono, kuna tumbo, kuna mabega, kuna kiuno, kuna mgongo, kuna moyo, kuna uti wa mgongo, kuna mishipa, kuna viungo vya kila rangi. Vingine vina heshima, vingine havina heshima, vingine havionekani, vingine vinaonekana. Vyote viko kwenye mwili. Bwana asifiwe sana. Sasa kama wote ni mwili wa Kristo, na tunapaswa kujua, katika utangulizi huu tunapaswa kujua mambo haya mawili ya msingi. Kila mmoja kwenye mwili wa Kristo au ndani ya kanisa ni kiungo. Kila mmoja ni kiungo. Kwa hakuna mtu ambaye sio kiungo. Ukiwa mchungaji wewe ni kiungo. Ukiwa askofu wewe ni kiungo kwenye cha mwili wa Kristo. Ukiwa mhubiri wewe ni kiungo. Ukiwa shemasi, ukiwa mshirika wewe ni kiungo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile lazima ujue kwamba uko hapo kwenye uko kwenye mwili kwa sababu fulani. Mwili ukikosa mguu, huo mwili hauitwi, huo mtu mwenye huo mwili anaitwa kilema. Kwa hiyo wewe kama ni mguu, ujue wewe ni kiungo kwenye mwili. Kama wewe ni mkono, ujue wewe ni kiungo kwenye mwili. Kama ni moyo, ujue wewe ni kiungo kwenye mwili. Kwa hiyo kaa sehemu yako ukijua wewe ni kiungo. Lakini jambo la pili kwenye utangulizi tunalotakiwa kujua, kila kiungo kinategemea kiungo kingine. Kila kiungo kinategemea kiungo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kiungo kisicho na maana, wala hakuna kiungo kinachojitosheleza. Kwa kile ambacho kinaona hakina maana, kina maana zaidi. Na kile ambacho kinaona kinajitosheleza au kina maana, hakijajitosheleza, na wakati mwingine hakihitajiki. Kwa sababu hiyo kila kiungo kinahitajiana na kiungo kingine ili kujenga, ili kuitwa mwili wa Kristo. Ndugu yangu, niko hapa kukuambia katika utangulizi huu wa somo hili la kujenga mwili wa Kristo, ya kwamba mwili wa Kristo si kiungo kimoja, ni viungo vingi. Ipo miguu, yako macho, uko moyo. Wewe ni kiungo gani kwenye mwili wa Kristo? Wewe ni macho? Wewe ni miguu? Au wewe ni kidole? Au unaona wewe ni tumbo labda? Ndugu yangu, vyovyote ulivyo, wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo. Hivyo kwa sababu wewe ni kiungo, unapaswa kujua Kristo kama kichwa anakutazama kama kiungo cha muhimu ambacho amekiungamanisha kwenye mwili wake
ili kilete faida inayotakiwa. Kaa kwenye sehemu yako kama kiungo ili ufae kwenye mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana kwa neno hili, na tuombe. Baba, asante kwa ajili ya neno hili. Asante Bwana kwa utangulizi huu wa somo hili la kujenga mwili wa Kristo. Baba, tusaidie kuelewa na maandiko. Funua na akili zetu tupate kuelewa na maandiko. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni Mungu mwenye enzi na utukufu. Neno hili Bwana, kwa sababu umelileta, litazaa matunda 100, 160 na 30. Na ndivyo ulivyosema ya kwamba neno lako ukilituma haliji bure, ni kama mvua inyeshayo nchi, lazima itatimiza lile ulilokusudia. Acha neno hili likajenge, likafanye upya, likabadilishe moyo wa mtu mmoja, kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Mungu awabariki sana. Karibu kwenye chaneli hii ya Habari Njema, ushuhuda kwa mataifa. Amen.